Fikiria kumaliza chuo kikuu ukiwa na ndoto na matamanio. Ulifanya kazi kwa bidii kwa ajili ya shahada yako, uko tayari kuchangia, lakini hakuna kazi. Huu ndio ukweli mchungu kwa mamilioni ya wahitimu katika nchi zinazoendelea. Takwimu zinatisha. 25%, wakati mwingine hata zaidi, hawana ajira. Wengi hutumia miaka mingi kabla ya kupata kazi nzuri inayoongoza kwenye kazi. Ni mgogoro. Soko la ajira la jadi haliwezi kuendelea. Hakuna fursa za kutosha kwa wafanyakazi hawa waliosoma sana. Matokeo yake ni kupoteza uwezo wa binadamu, kukata tamaa na kizazi kinachohangaika kutafuta nafasi yake. Hili sio tatizo la mtu binafsi tu, ni tatizo la kijamii, tatizo linalohitaji umakini wetu. Tunahitaji suluhisho zitakazowawezesha wahitimu, suluhisho zitakazofungua fursa. Tatizo la ndani zaidi, matumaini yanapopungua, machafuko huanza kuchipuka. Tumeona hili mara kwa mara. Bangladesh, China, Hong Kong, nchi mbalimbali duniani zinakabiliana na tatizo hili. Wahitimu wasio na ajira wanashuka mitaani, sauti zao zikisikika kwa maandamano, hasira na kukata tamaa kwao kunahisiwa wazi. Wanadai mabadiliko, wanadai fursa, nafasi ya kujenga maisha bora, maisha ambapo juhudi zao za kupata elimu zinageuka kuwa kazi yenye maana, ambapo ujuzi wao unathaminiwa na ndoto zao zinaweza kutimia. Ghasia hizi ni dalili ya tatizo la ndani zaidi, tatizo la ukosefu wa usawa wa kimfumo, tatizo la upatikanaji mdogo wa fursa. Kupuuza ghasia hizi hakutazifanya zitoweke. Ni mwito wa kuchukua hatua, mwito wa ubunifu, mwito wa kuwawezesha kizazi kijacho. Mwanga wa matumaini. Katikati ya janga hili, njia mpya na fursa inajitokeza, njia iliyojaa ubunifu na upatikanaji rahisi. Njia hii imetengenezwa kwa mifumo isiyotumia msimbo. Hebu fikiria kujenga tovuti, program na biashara bila kuandika mstari mmoja wa msimbo wa kompyuta au hata kujua jinsi ya kuandika msimbo. Hiyo ndiyo nguvu ya mifumo isiyotumia msimbo. Mifumo isiyotumia msimbo inabadilisha upatikanaji wa teknolojia kuwa wa kidemokrasia. Wanavunja vikwazo. Wanampa kila mtu, bila kujali historia yake, zana za kuunda na kuvumbua. Kwa wahitimu wasio na ajira, hili ni jambo la mabadiliko makubwa. Ni fursa ya kuboresha uwezo wao na kujenga mustakabali wao wenyewe. Hawazuiliwi tena na ukosefu wa ujuzi wa jadi wa kuandika msimbo. Sasa wanaweza kuleta mawazo yao kwenye uhalisia. Wanaweza kuwa wajasiriamali, wanaweza kuwa watatuzi wa matatizo, wanaweza kuwa wabunifu. Ujuzi wa AI, injini ya siku zijazo. Akili bandia si ndoto ya mbali tena. Ipo hapa na inabadilisha kabisa jinsi tunavyoishi na kufanya kazi. Sio hadithi ya kisayansi tena. Inabadilisha sekta mbalimbali, kuanzia utengenezaji, afya hadi elimu. Inaunda ulimwengu wetu kwa njia ambazo hatujawahi kufikiria, na inaunda fursa nyingi mpya, fursa za uvumbuzi, ukuaji na kutatua baadhi ya changamoto kubwa zaidi duniani. Lakini kutumia nguvu ya AI kunahitaji ujuzi unaozidi kuwa muhimu katika soko la ajira la leo, ujuzi ambao hapo awali ulizingatiwa kuwa haupatikani kwa wengi. Sio tema. Leo kujifunza jinsi ya kutengeneza na kutumia zana za AI kunapatikana kwa urahisi zaidi kuliko hapo awali. Majukwaa yasiyohitaji ujuzi wa program yanavunja vizingiti na kufanya teknolojia ipatikane kwa kila mtu. Yanatoa zana za kujenga programu zinazoendeshwa na AI, kuchambua data, kuendesha kazi kiotomatiki na kuvumbua kwa njia ambazo hazijawahi kutokea. Uwezekano ni mwingi na mustakabali ni mzuri sana. Utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa AI itachukua ajira milioni 20, lakini inaweza kuleta ajira mpya hadi milioni 70. Kwa wahitimu katika nchi zinazoendelea, ujuzi wa AI ni pasipoti ya kuelekea kwenye maisha ya baadaye. Zinafungua milango kwa dunia ya fursa na nafasi ya kujenga taaluma mpya yenye malipo mazuri. Zinawawezesha wahitimu kupata nafasi za kuwa viongozi katika nchi zao kwa zama za kidijitali. Inawaruhusu kushindana katika jukwaa la kimataifa na kuunda mustakabali kwa ubunifu na ustadi wao. Injini ya mustakabali ipo hapa na inaendeshwa na AI. Hadithi za mafanikio kutoka kwa wasio na ajira hadi kuwa wenye uwezo. Athari ya majukwaa yasiyo na msimbo na AI sio nadharia tu, ni mapinduzi yanayobadilisha maisha na kuleta fursa mahali ambapo hazikuwepo kabla. Ni halisi, inaweza kushikika.
inatokea sasa hivi katika jamii mbalimbali duniani kote. Duniani kote tunashuhudia hadithi za mafanikio zikichipuka. Hizi ni hadithi za ubunifu na mabadiliko kutoka kwa wale wanaojifunza kutumia AI, hadithi za watu waliobadilisha maisha yao kwa ujuzi huu. Wanabadilisha mustakabali wao na kuhamasisha wengine kufanya vivyo hivyo. Chukua mfano wa yule binti mdogo nchini Nigeria aliyekitumia jukwaa lisilo na msimbo kujenga biashara mtandaoni. Hakujenga tu biashara, alianzisha harakati. Alitoka kuwa hana ajira hadi kuwapa nguvu wanawake wengine katika jamii yake njiani. Mafanikio yake ni taa ya matumaini na uwezekano. Au kundi la marafiki nchini India waliotengeneza program inayotumia AI kuwasaidia wakulima kuongeza mavuno yao. Safari yao kutoka wazo hadi utekelezaji ni ya kuhamasisha kweli. Ubunifu wao hauboreshi tu maisha, bali pia unakabiliana na changamoto za usalama wa chakula. Wanabadilisha maisha katika jamii yao na hata zaidi ya hapo. Hadithi hizi ni ushahidi wa nguvu ya majukwaa yasiyo na msimbo na AI. Zinatufundisha kwamba ukiwa na zana sahihi, yeyote anaweza kufikia makubwa. Ni chanzo cha motisha. Zinatukumbusha kwamba ubunifu hauna mipaka. Baadaye ni njema na iko mikononi mwako. Wekeza kwa mifumo isiyo na kodi. Jifunze kuitumia. Ujumbe gani kwa wahitimu wanaokabiliwa na tatizo la ukosefu wa ajira? Ni rahisi. Wekeza katika mustakabali wako. Jifunze kutumia mifumo ya no code kuunda bidhaa, mawakala na huduma za AI. Ujuzi huu si wa wataalamu wa teknolojia pekee, ni kwa ajili ya kila mtu. Kuna rasilimali nyingi mtandaoni, kozi na jumuiya zilizojitolea kukusaidia kujifunza. Usiogope kuanza, usiogopeshwe na mambo yasiyojulikana. Kubali mchakato wa kujifunza. Kumbuka, kikomo pekee ni mawazo yako mwenyewe. Kwa bidii na juhudi, unaweza kumudu ujuzi huu. Unaweza kufungua dunia ya fursa. Unaweza kuwa mbunifu wa hatima yako mwenyewe. Mustakabali ulio na mwanga huko ndani ya uwezo wako. Mustakabali ni wa kidijitali. Mustakabali unaendeshwa ni dunia ambapo teknolojia na ubunifu vinaendesha maendeleo na kuleta uwezekano usio na kikomo. Na mustakabali ni wa wale walio tayari kuikabili. Wale wanaokubali kujifunza na kuendana na teknolojia mpya watastawi. Kwa wahitimu katika nchi zinazoendelea, ujumbe huu ni muhimu sana. Upatikanaji wa elimu na teknolojia unaweza kuziba pengo na kufungua milango ya fursa mpya. Una uwezo wa kubadilisha maisha yako, jamii yako na taifa lako. Kwa kutumia teknolojia, unaweza kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Usiruhusu ukosefu wa ajira kuiba ndoto zako. Tumia zana na rasilimali zilizopo kwako kujijengea njia yako mwenyewe kuelekea kazi yenye malipo mazuri ambayo itahitajika sana katika enzi ya AI. Kwa wale wanaotamani kuchunguza zaidi ulimwengu huu wa kuvutia na kuchunguza uwezo wa mabadiliko wa AI na athari zake ambazo tayari zinaonekana, kuna utajiri wa rasilimali zinazopatikana. Mahali pazuri pa kuanzia ni tovuti ya Global AI Solutions ambayo inatoa ushauri wa bure, viungo na taarifa kuhusu rasilimali, na inajumuisha taarifa mpya kuhusu maendeleo ya hivi karibuni na mafunzo yanayopatikana kwa makundi mbalimbali ambayo yataathiriwa zaidi na AI. Hii inajumuisha wahitimu wasio na ajira. Tovuti hii inatoa vitabu vya bure vinavyoweza kupakuliwa kuhusu AI kwa kila kundi tofauti. Vitabu hivi vinapatikana kwa lugha nyingi, hivyo kufanya taarifa hizi kufikika kwa hadhira ya dunia ya zaidi ya watu bilioni 6. Pakua kitabu kwa ajili ya kundi lako na anza kujifunza jinsi ya kuboresha ujuzi wako wa AI. Baadaye ni yako kuumba. Kujifunza bila kukoma na kujiboresha mwenyewe ndizo funguo za mafanikio. Kwa wale wanaopendelea kujifunza kwa njia ya kuona, mfululizo wa video wa katika iGranddaddy 999 kwenye YouTube na mitandao mingine ya kijamii ni rasilimali bora inayoendeshwa na mtaalamu mkarimu na mwenye ujuzi. Video hizi zinatoa muhtasari wa maendeleo tata ya AI na teknolojia. Hizi hufanya mambo hayo yaeleweke kwa kila mtu na kuonesha athari zake zinazoweza kutokea. Hizi hutoa taarifa kadri mapinduzi ya AI yanavyoendelea, ili watu waweze kuwa tayari na kuweza kuongeza faida wakati tsunami ya AI itakapoikumba nchi yao. Mustakabali ambapo unaweza kuleta mabadiliko ya kweli. Matendo yako ya leo yataunda ulimwengu wa kesho. Habari.
Umeona sasa kwamba dunia inakaribia kubadilika. Njoo unione katika AI Grandad na utaona kwa undani zaidi kitakachotokea. Kwaheri.